Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu ni mwema, Mungu ni mwaminifu, amenipa neema na kibali cha kuendelea kuwepo katika siku ya leo. Namshukuru Mungu sana kwa ajili ya neema hii na kwa ajili ya kibali hiki ambacho ameendelea kutupatia ama kuendelea kunipatia cha kuwepo katika siku ya leo. Kama kawaida, kwa majina yangu naitwa Mchungaji Jackson Komando. Leo nataka nije nikufundishe ama tuelekezane ama tufundishane kitu ambacho cha muhimu sana kwa sisi wasafiri ambao tunapenda kusafiri, kwa sisi wasafiri ambao tunapenda kusafiri. Tafadhali mwana wa Mungu, mtu wa Mungu, katika kusafiri kwako kwenda sehemu mbalimbali, usisubutu kuingia kwenye lodge ambayo imeandikwa Blue Lodge. Usisubutu kuingia ama kupumzika kwenye lodge ambayo imeandikwa Blue Lodge, kwa sababu hizi ni sehemu ambapo huwa wanakutania hawa Mason kwa ajili ya kufanya vikao vyao kwenye Blue Lodge. Kwa hiyo kwenye kusafiri kwako, usisubutu kuingia kwenye lodge iliyoandikwa Blue Lodge. Usisubutu kuingia kwenye lodge iliyoandikwa Blue Lodge. Kwa hiyo ni lodge zao ambazo mara nyingi huwa wanafanya vikao vyao, na mara nyingi pia unaweza kukuta sio zote, lakini unakuta zingine unakuta huwa wanaweka kabisa alama ile ya pembe tatu, pembe tatu, wakiwa wenyewe wanamaanisha kwamba wenyewe ni usawa. Ni usawa. Pembe ile tatu, pembe tatu, kama yale mapiramidi ya Misri. Kwa hiyo lodge ambayo imeandikwa Blue Lodge, usiingie kwa sababu humo ndipo ambapo huwa wanafanyia vikao. Na lodge ambayo ina alama ina alama ya ni tai, alama ya tai ambayo amepanua amenima mabawa ambayo yuko tayari kuruka. Hizo pia ni lodge zao, ni lodge zao ambazo huwa wanafanyia vikao vyao. Na ukiangalia pia kwa utafiti wangu nilikuwa napeleza naangalia, nikakutana na hili jengo ambalo limejengwa ni tempo ya shetani ambayo imejengwa Marekani. Imezinduliwa mwaka 2018. Walivyoweka saini ya mbuzi, makubwa, lakini ukiangalia hapo juu yake wameweka ile alama ambayo niliyokuambia, alama ya nyota, wakiwa wanamaanisha kwamba shetani kwa sababu shetani ni nyota alfajiri. Nadhani tumesoma kitabu kile cha Isaya sura ya 14 mstari wa 12, namna pale shetani anavyoitwa kwamba ni nyota ya asubuhi, namna alivyokataliwa huko mbinguni, akaangushwa kutoka huko mbinguni. Na ukiangalia pia kwanza nikiwa nimesimamia hapo, huyo mbuzi mwenye pembe mbili, nikaangalia nikakumbuka ni Danieli, maono ya Danieli. Kwa muda wako unaweza kwenda kusoma maono ya Danieli ile sura ni ya 8, sura ya 8. Unaweza kwenda kusoma namna Danieli alivyoona maono ya
kondoo dume mwenye mapembe makubwa. Alikuwa ana nini? Alikuwa akisogeza kama ni kaskazini, anaisogeza kwa nguvu zake, lakini hakuna mnyama wote yule ambaye aliyoweza kumshinda huyo kondoo. Lakini kwenye maono Danieli akaona mbuzi, amekuja mbuzi beberu mwenye mapembe makubwa. Kwa hiyo nikakumbuka hili jengo la shetani ambalo limejengwa huko Marekani, namna walivyomweka huyo mbuzi ambaye pia kitabu cha Danieli kimetajwa kwenye 21 pale, hiyo sura ya 8 mstari wa 20 ngapi, wa 21 pale unaweza kwenda kuona sasa maana ya yule mbuzi ni nini. Maana ya yule mbuzi ni nini? Kwamba yale mapembe yanawakilisha ufalme. Ndio maana hata hawa kwenye saini zao huwa wanaweka alama ya pembe, wanafanya hivi alama ya pembe, wakiwa na maanisha ufalme wa shetani, wakiwa na maanisha ufalme wa shetani. Ndio maana wanaweka alama ya pembe, kwa sababu pembe kwenye tafasiri za kiroho, pembe huwa ni ufalme, kwenye tafasiri za kiroho. Kwa hiyo iko hivyo wanapoweka alama ya pembe. Kwa hiyo ambapo wameweka ambapo ndio utakapoenda ukakuta hiyo lodge iliyoandikwa Blue Lodge, gailisha usiingie huko, kwa sababu huko ndipo ambapo huwa wanafanyia vikao vyao. Pia kwa habari za nyota, kuna msanii nadhani nilimtaja, na Mungu ananisaidia, nipe kibali pia nirudie tena ile nyimbo ya Zuchu ya Antena, namna mafumbo ambayo yako mle kwenye zile nyimbo. Labda kuna vitu vingine ambavyo naona sikuvisema. Mungu anipe kibali ili kwamba niweze kuirudia tena ile nyimbo ya Antena, nije kuichambua tena ile nyimbo ya Antena, ili kwamba uone namna alivyomfunua shetani mle kwenye ile nyimbo ya Antena. Kwa hiyo nimesema kwenye ulimwengu wa roho huwa mara nyingi ulimwengu wa giza wanasalimiana kwa fumbo, na tuliangalia wale watu wa Thiatira kwa kitabu kile cha Ufunuo sura ya 2 mstari ule wa 24, kwamba watu wa Thiatira hawazijui fumbo za shetani, hawazijui fumbo za shetani. Na tukaangalia kitabu cha Isaya sura yake ni ya 5 mstari ule wa 13. Hapa Mungu anasema kwamba watu wake wamechukuliwa mateka kwa kukosa kwa kutokuwa na maarifa. Wamechukuliwa mateka kwa kutokuwa na maarifa. Na watu wao wenye cheo wana njaa sana. Watu wao wenye cheo wana kiu na njaa sana. Kwa hiyo hivi ndivyo tulivyoona. Pia ukiangalia hizi alama, kwa mfano kama alama ni alama ya nyota. Ukiangalia kuna msanii wa huko Marekani, yeye video zake zinapoanza yeye huwa anaonyesha nyota ikidondoka kutoka juu, kutoka huko juu, kama hivi na kuwekea hivi unavyoona, namna hivi unavyoona, ni namna anavyoonyesha nyota inavyodondoka kutoka wapi? Kutoka juu. Nyota inavyodondoka kutoka juu, akiwa anawakilisha kwamba ni shetani. Kwa hiyo kwa watu ambao tayari wanajua saini hapana kabisa, unajua kabisa huyu tayari kwenye chama hiki cha Freemason, yupo kwenye chama hiki cha Freemason. Kwa hiyo iko hivyo. Nilikuwa nakuja kukuambia kitu ambacho utakiwi ukifanya, kwamba unapoona lodge ambayo imeandikwa Blue Lodge,
usiingie. Nakuletea nyingine video hapa, tofauti za misalaba, na kuletea video nyingine hapa tofauti za misalaba. Kwa hiyo wewe ambaye unaangalia video hii, ukiona hiyo video ifungue, ili kwamba ukaangalie pia namna shetani alivyoingia kanisani kwa njia za misalaba ya uongo, misalaba ya uongo. Kuna watu ambao unaweza kuwaona wasanii wenu wa kidunia wameweka alama ya msalaba, kwa sababu kama ni msalaba wa Yesu. Hapana, msalaba wa Yesu kuna namna unavyokuwa. Kwa hiyo nakuletea video ambayo ili kwamba uweze kutofautisha msalaba wa Yesu na msalaba ambao sio wa Yesu ya namna gani. Kwa leo naishia hapo. Mungu akubariki sana na kutakia amani ya Bwana. Shalom, 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 shalom.